Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Ni mimi wenu mtumishi Francis Ndacha, na nimekuja kwenu niweze kuwapa habari njema, na habari njema ni kwa watu ambao wamedhoofika katika miili yao na wengine wamefikia kukosa matumaini, kwa sababu kama kuna jambo ambalo shetani analitumia ni kuwadhoofisha watu miili yao. Watu wanadhoofika na shetani kuwavuja moyo. Wengi wamesunguka hospitali mpaka hospitali. Wengi wamesunguka kutoka kwa muombaji huyu mpaka kwa muombaji yule, na wamemalizia kutofanikiwa. Jambo ambalo nataka nikueleze ni ya kwamba dunia hii iko chini ya yule mwovu, na dunia hii haiwezi kukusaidia. Yule anaweza kukusaidia ni Mungu peke yake. Ninaposema ya kwamba dunia iko chini ya yule mwovu, inawezekana haujaweza kuelewa nimemaanisha nini. Ya kwamba leo dunia hii, watu ambao ni wafalme wa dunia, wasomi wa dunia, hawamtangulizi Mungu katika mambo yao. Kile ambacho wanafanya, wanamtanguliza yule muovu, sababu anawatumia. Leo watu wanaenda mahospitalini wakiwa wameathirika na magonjwa, ugonjwa kama vile ukimwi, ugonjwa wa saratani, ugonjwa wa kisukari, pressure, H pylori, ugonjwa wa bawaziri, hemorrhoid, na ugonjwa wa wanawake, fibroid, na wengine wamekosa hata watoto kwa sababu ya mirija yao ya uzazi kuwa imefungika. Wanaposunguka kutafuta msaada, wengine wanamalizia pesa zao kutumika bila kupata msaada, kwa sababu kuna wale ambao ni wafanyabiashara wanaouza madawa na hawawezi kutaka biashara yao ikose wateja. Kwa hivyo hawawezi kukutibu ukapona. Wanataka urudi leo, kesho kutwa, mtodo na mtodogoo, wewe unawapelekea ile pesa umesanya, unawapelekea kwa sababu unaumwa, na wamehusika zaidi hata kuumwa kwako kwa sababu wamekutengenezea madawa ya kemikali ambayo imekusababishia kuumwa. Na wengine wanaumwa na ini kwa sababu ya kemikali ambazo wamemeza kwa muda mrefu. Wengine wamemalizia hata figo zao kufeli kabisa kwa sababu ya kemikali ambazo wametumia wakati wanapomeza madawa. Lakini kuna swali moja ambalo ningetaka niweze kuuliza, ingawa si watu wengi wanaweza kukubaliana, lakini kwa wale wachache watakao kubaliana ni sawa. Mungu alishindwa kutengeneza mji amweke Adam, mji ambao kuna manyumba ya magorofa, mji ambao kuna magari yanapita juu ya hewa. Mungu alishindwa kutengeneza mji mkubwa ambao angewaacha Adamu na Hawa wakae? Jibu ni hapana. Lakini Mungu alimweka Adamu na mke wake katika shamba la Eden. Kwa hivyo kuna jambo linaitwa rudi katika Eden, kwa sababu Eden hakungekuwa na magonjwa wala hakungekuwa na kifo. Sasa kwa sababu Mungu alitaka watu wakae Eden, ni vizuri turudi katika Eden. Ulaji wa Eden ndio tiba halisi ya mwanadamu.
Wanadamu wakirudi katika Eden, waishi maisha ya Eden, watabaki wakiwa na afya nzuri miaka yao ambaye Mungu amewapa ya kuishi hapa duniani. Usije ukapelekwa na ugonjwa wa ukimwi kaburini wakati haukuenda kuutafuta, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wameletewa ugonjwa wa ukimwi manyumbani mwao, na wengine wamepatikana na wao bila kufanya usherati. Ingawa ugonjwa huo unapoonekana naye, akili za watu wengi zinaguza katika eneo la uasherati ndio upatikane na ugonjwa wa ukimwi, lakini kuna wengine wamezaliwa nao. Kwa hivyo ugonjwa wa ukimwi umeathiri watu wengi sana. Lakini wewe unaonaje kuhusu Biblia inaposema ya kwamba Mungu anaponya magonjwa yote? Anatumia mbinu gani kuwaponya watu magonjwa? Ni mbinu gani Mungu anatumia kuwaponya watu magonjwa? Katika mbinu ambazo Mungu anatumia ni nyingi, na mojawapo ni kufanya muujiza. Muujiza unafanyika, unapata umepona. Hiyo ni njia moja. Na kuna njia nyingine ambaye Mungu anatumia ya nature, uumbaji wake. Uumbaji wake Mungu anautumia kuwatibu watu. Na ndipo katika kitabu hiki cha Yeremia, katika kitabu cha Yeremia 8 mstari wake, Yeremia 8 mstari wake ni wa 22. Andiko hili nasema, je, hapana zeli katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Kwa hivyo hapa kunasemekana kule Gileadi kuna zeli, ambaye zeli ni dawa ambaye ingetumika na watu wa Mungu waweze kupatwa na kupona. Sasa mimi ninapochukua jina hili Gileadi, ninaona Gileadi ni mahali ambapo sio mijini. Ni sehemu ambayo ilikuwa ya vijijini, mahali ambapo kuna mimea. Mahali ambapo kuna mimea. Hiyo mimea, matunda, chakula ilikuwa inatumika kama dawa. Lakini watu leo wamekataa kutumia chakula kama dawa, mwisho wanatumia dawa kama chakula. Kwa hivyo Mungu anataka tuwe na afya njema, na kama tutagojeka tupone. Hiyo ndio makusudio ya Mungu. Ndio maana kuna andiko katika Zaburi 113 inayosema ya kwamba naponya magonjwa yote. Naponya magonjwa yote. Mungu hawezi kutudanganya. Na kwa sasa hivi nina ushuhuda kwa wale ambao wanafuatilia video zetu. Nina ushuhuda ya kwamba kwa sasa hivi tunafanikiwa sana kwa watu ambao wako na ugonjwa wa ukimwi kupona. Ni jambo ambalo wengi hawawezi kuamini, kwa sababu wameharibiwa akili kwamba ugonjwa wa ukimwi hauwezi kupona. Nataka nikwambie hakuna ugonjwa hauwezi kupona. Hayo ni matisho ya shetani kuwaweka watu katika mshtuko. Yaani wewe ukipatwa na ugonjwa wa ukimwi unajua kwamba umehukumiwa kifo. Si kweli. Mungu anasema ya kwamba ugonjwa unapona. Mungu anasema ugonjwa wote unapona. Kwa hivyo nina ushuhuda ya watu ambao wamepona, na kwa sababu ya usalama wao wamekataa kuja mbele ya kamera. Sasa niombe ya kwamba wale ambaye wako tayari kuja mbele ya kamera wajitokeze tuwatibu, na wakuje mbele ya kamera kushuhudia, kwa sababu ni vizuri ushuhuda mwingine kuwa kama mafundisho. Ugonjwa mwingine ambao unapona ni ugonjwa wa bawaziri. Bawaziri watu wengi wanamalizia kwenda theater kuchinjwa. Bawaziri kwa Kiingereza inaitwa hemorrhoid. Hemorrhoid inapona bila kwenda theater, bila kutiwa kisu. Ukiwa na hemorrhoid ya nje, bawaziri ya nje,
ama bawaziri ya ndani, maana kuna bawaziri ya nje na kuna bawaziri ya ndani. Inatibika kwa muda wa siku 10, unakuwa umetoka kwenye tatizo hilo. Kwa hivyo wale ambao mnaweza kuwa mna shida ya bawaziri. Bawaziri ni wakati unapoenda haja kubwa unapata unatoka damu, ama kuna nyama fulani ambayo inatoka nyuma hapo. Wengine wale wako nayo ndani hawaoni nyama kwa sababu hiyo nyama imevimba kwa ndani. Kwa hivyo kitu ambacho utakachoona ni damu, kwa sababu inapasuka. Ikipasuka huko ndani unapata ya kwamba inatoa damu. Na kuna wale ambao wako na ya nje, akishaenda haja kubwa kuna nyama fulani inatoka pale, ambaye hiyo nyama anarudi kuirudisha. Akimaliza haja yake anarudisha hiyo nyama kwa ndani. Lakini akijaribu akohoe ile nyama inatoka, akijaribu achechemee ile nyama inatoka. Huyo ni mtu mgonjwa, na ukiendelea hivyo ukidhani ya kwamba ni kitu kidogo, mwisho inakuwa kubwa, unashindwa kuficha. Saa hii unaficha kwa sababu ni ndogo, ikishakuwa kubwa haifichiki. Ukienda kwa hospitali wanakupeleka theater, wanachinja, wanatoa. Wakishatoa kwa muda wa miaka 2 ama miaka 3 inarudi tena. Utaishi kwenda theater? Mungu ana tiba ya kuondoa bawaziri kabisa milele bila kutiwa kisu kwa mwili wako. Na ukiniona mimi Ndacha, ukiniona na uko na bawaziri, nakwambia utapona. Bawaziri utapona. Hemorrhoid kwenye Kiingereza utapona. Leo watu wengi ambao wameoa, wazee wameoa, wameshindwa na kazi zao za kitandani kwa sababu wengine ni wagonjwa tenzi dume, naitwa prostate cancer. Wale ambao mko na tenzi dume nitafuteni. Kama una tenzi dume na umeshindwa na kazi yako ya nyumbani, kwa sababu mwanamke unapomuoa una mambo 3 unahitajika ufanye: umuvalishe, umulishe na umpe haki yake ya doa. Yani umuridhishe gono. Yani katika kazi yako ya doa ni jambo ambalo unahitajika mwanaume utimize. Ukishindwa kutimiza huduma yako ya doa, wewe unakuwa mwanaume ambaye hujahitimu. Wale ambaye mko na maradhi ya tumbo, acidity, wale ambaye mko na gas kwenye tumbo, mko na H pylori, mko na ulcers, mko na vidonda vya tumbo, tuna watibu na mnapona kabisa. Wale ambaye mna blood pressure, tunaibala blood pressure yako inakaa normal. Wale ambaye wana ugonjwa wa kisukari, sukari tuna ubalance, na pia tunakupa elimu ya namna ya kuishi, kwa sababu magonjwa mengi yanaitwa lifestyle disease. Namna yako ya kuishi imekuadhiri kwa magonjwa ambayo unaugua kwa sasa. Kwa hivyo wale ambao mnahitaji huduma zetu za kuwatibu, tunapotibu mambo ya kiroho bado tunatibu wale ambaye ni wagonjwa. Elimu hii yote tumetoa kwa Mungu, hatujatoa kwa mwanadamu. Hakuna mwanadamu ametupa elimu hii, ni elimu kutoka kwa Mungu. Lakini watu wengi pesa zao leo zinapotelea kwenye dawa. Mungu anataka pesa ziweze kufanya huduma. Kuna maskini ambao wana matatizo, unafaa kuwatembelea. Kuna wajane, unafaa kuwatembelea, na pia kusupport watumishi walio na ujumbe wa kweli wa sasa. Kwa hivyo pesa zako hazifai kwenda kwa dawa. Mpana, si mapenzi ya Mungu. Unatakikana kuwa na afya yako ikurudie. Unatakikana kupona. Una ukimwi, utapona. Uamini utapona. Ukimwi unapona. Ugonjwa wa saratani unapona. Na nakwambia nikiwa na ushuhuda ya kwamba unapona, magonjwa yanapona. Lakini kuna kitu moja kinasemekana, mvumilivu hula bifu. Unapoona dawa zetu hizi, hakuna dawa hata moja iliyo na kemikali. Ni mimea tu ambaye Mungu ameumba, imetengenezwa ikawa yenye kusaidia mtu ambaye ni mgonjwa.
si kama yale madawa ya kemikali. Kwa hivyo huwa tunawapea watu kipindi cha miezi mitatu. Kipindi cha miezi mitatu, hicho ni kipindi ambacho kinatosha kufanikiwa. Usifikiria kwamba utakuja ukunywe kama maji kama hii, kama ile ya Loliondo, atusemekane umepona, ati ukunywe glasi moja upone. Hapana. Utatumia kila siku kama wale watu ambao mko na saratani tunawapea muda wa miezi mitatu. Wale ambao mko na pressure muda wa miezi mitatu. Lakini ugonjwa wa bawaziri ni siku 10 tu. Bawaziri ni siku 10 uwe umeondokea shida. Sasa kitu ambaye unatakikana uweze kujua, kuna wale ambao wako na ugonjwa kama vile ugonjwa wa uvimbe, mauvimbe kwa tumbo na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kitu ambaye mwanadamu anatakikana kujua ni ya kwamba unatakikana kuosha mwili wako. Watu kitu ambacho wanafeli ni kufanya detox za miili yao. Detox za miili yao, watu hawafanyi detox za miili yao. Unatakikana kufanya detox ya mwili, uweze kuosha koloni yako na uoshe damu yako. Haijalishi uko mgonjwa. Kuna watu ambao ni wagonjwa watarajiwao. Wewe ni mgonjwa unayetarajiwa kwa sababu una miaka yako yote na hujawahi kufanya detox ya mwili wako. Wewe uko na gari, umenunua pesa nyingi. Ikifika muda unaenda kutoa oil, unaweka oil nyingine. Yaani unafanya detox ya gari. Lakini wewe haujafanya detox ya mwili wako. Kwa wale ambao hamjaweza kufanya detox, nataka niwaonyeshe vitu ambavyo tunatumia kufanya detox, Hapa niko na internal detox. Hii kwa wale ambao mlidungwa sindano ya corona itawasaidia sana kuondoa sumu ambaye mpiga Kristo aliweka kupitia hiyo sindano ya corona. Mlijipeleka nyinyi wenyewe. Mlipojipeleka nyinyi wenyewe mkadungwa sindano ya corona. Ni watu wangapi leo wanalala, wanakufa bila sababu yoyote? Kwa nini watu leo ukiwahoji ni wagonjwa? Wale waliodungwa sindano ya corona, sijui pressure, sijui nini, tushinde twigi. Hii ina detox damu yako. Wale ambao hamjaosha damu, nitafuteni niwape dawa hii muweze kuosha damu zenu. Muweze kuosha damu zenu. Mkishaoza damu, kuna kitu inaitwa colon cleanser. Najaribu kuitafuta hapa. Nimeiona hapa, inaitwa detox. Hii ni detox hii. Una detox colon. Nikikupea hii una detox kwanza umalize ndio nianze kukutibu. Lazima kitu ya kwanza ni kudetox kwanza. Ni kudetox colon na ni kudetox damu. Haihitajiki formula nyingi, tunatakikana uwe na PhD. Hakuna PhD inatakikana, unatakikana kwanza kusoma vitabu ambavyo vinaeleza, utaelewa tu. Kwa mfano kuna watu wengi sana leo wanaweza kukiria kwamba kupitia mikono yangu hii wamepona. Kuna watu ambao wanaweza wakashuhudia ya kwamba wamepona. Sasa kitu ya kwanza unapo cleanse colon yako na unaosha damu. Sasa kukutibu hata kama uko na ugonjwa gani, kupona ni rahisi sana. Na hekima hii ni hekima ya Mungu ambaye Biblia inasema ya kwamba Mungu alichagua vitu dhaifu za dunia ili aibishe wenye hekima. Kwa mfano, nataka nikuambie kuhusu activated charcoal. Activated charcoal ndio dawa ya kipekee ambayo inanyonya kila sumu ambayo iko kwenye mwili. Kama kuna kitu ambaye hufai kukosa kwa nyumba yako ni activated charcoal.
Kama ujui mahali unaweza kuipata, nitafute nikutafutie, wewe gharamika mpaka hali ya kukutumia. Mimi nitakutumia mahali popote huko duniani. Mahali popote huko duniani nitakutumia. Activated Charcoal ni king of medicine. Ni king of medicine. Kuna watu ambao wanakuwa na magonjwa kama saratani. Unaweza kutumia Activated Charcoal. Utumie tu kama vile unatumia chakula, bila kuogopa, bila kujali. Utumie tu, iwe ni tabia yako ya kutumia Activated Charcoal. Kila asubuhi unatumia glasi moja na unakunywa maji mengi. Utapata magonjwa mengi yamekuondokea katika mwili wako. Lakini ukiangalia Activated Charcoal kwa mtu ambaye anajifanya ni tajiri, kwa mtu ambaye ako na pesa, anataka aende India ama aende katika ughaibuni ndio sasa aone kweli ameenda kutibiwa. Nataka nikwambie, utaenda India, utatoa milioni za pesa na watakutibu na hii Activated Charcoal hii. Umetoka hapa ukaenda India, wakaenda kukutibu na makaa yaliyosiagwa. Kwa sababu Afrika ndio tulikuwa wa kwanza kutibu na madawa ya kiasili. Lakini wazungu walipokuja wakatukoloni, tukawa colonized na wazungu, wakachukua mpaka akili zetu. Waafrika tunahitaji kurudisha akili zetu. Msiwategemee wazungu. Hapana, msiwategemee wazungu. Wacha wazungu watutegemee sisi, tuna akili kualiko. Wacha wakuwe na akili za kutengeneza magari, kutengeneza vifaa hizo. Lakini katika hali ya nature ya kimungu, bali hapa ndio Afrika ndio university. Na inatakikana iwe nature mpaka ya watoto wetu. Tuwafunze watoto wetu kujua. Unaona wale ambaye muko na ugonjwa wa kisukari tunawatibu, mnapona. Sasa sikia. Nimekuelezea kuhusu Activated Charcoal. Sasa kuna kitu kingine nataka nikuelezee ambayo inaitwa cayenne pepper. Hapa kuna cayenne pepper aka cayenne pepper aka, kwa wale ambaye mnapandisha damu, wale ambaye mna magonjwa ya tumbo. Nataka nikwambie, uhitaji kwenda kupeleka pesa zako nyingi kwa chemist. Utakikani kukosa makaa kwa nyumba na cayenne pepper. Hizi vitu mbili usikose kwa nyumba. Unaona, hata kama watu hawaelewi, naomba muelewe hii mbili. Usikose makaa kwa nyumba na usikose cayenne pepper. Na kama ningeulizwa mimi, ningesema hivi: iwe tabia ya kila mmoja kunywa cayenne pepper na kunywa makaa. Iwe tabia yako, usingoje ugojeke. Wakati utakapokuwa unatumia cayenne pepper na unatumia makaa, wewe mgonjwa mtarajiwayo hutagojeka, kwa sababu sumu ambayo ingetengeneza ugonjwa itaondoka. Damu yako, Mungu ametengeneza mifereji ambayo inapitisha damu. Hiyo mifereji inapokuwa na mafuta isiyofaa ama damu yako ikakuwa mzito, unaona wakati damu yako inapokuwa mzito kupita katika hiyo mifereji, inakuwa sasa roho yako, moyo wako ambao Mungu ameweka wa kupiga damu, unatumia nguvu kubwa, ndio watu wanakuwa na blood pressure. Alafu baadaye unasikia kwamba roho imefura. Watu wengi wana magonjwa ya kufura moyo. Hiyo moyo kufura ni kwa sababu ya mifereji ambaye Mungu aliweka. Hiyo mifereji ambaye Mungu aliweka ikiwa ni mifereji ya kupitisha damu kama ilivyo. Lakini sasa hivi kwa ulaji wako, kwa unywaji wako, unapata damu imekuwa mzito, ina mafuta. Ama kuna mafuta ambayo isiyofaa, inaitwa cholesterol. Nataka nikwambie, ukitumia makaa pamoja na cayenne na iwe tabia yako ya kutumia, utaweza kuepuka magonjwa ambayo haujawahi ambaye ungegojeka. Niko na madawa mengi. Kwa mfano hapa niko na dawa hapa inasema mifupa kuuma, misuli kukaza, miguu kuwaka moto.
inarudisha uteute mwili mzima, tumbo kuuma. Yani dawa ziko hapa. Wewe labda wewe uweze kukosa kunywa. Mimi sasa hivi kuna dawa ambayo iko hapa ambaye nikikupea wewe ambaye uko na ukimwi, ukatumia dawa hii, ukiwa usikule tu nyama, usikunywe maziwa na usikule mayai, kwa muda wa miezi 6 utakuwa umeondoka kwenye virusi vya ukimwi. Kwa hivyo niseme ya kwamba tuna elimu ya Mungu na tunajifunia sana elimu hiyo. Wale ambao ni wagonjwa, leteni hoja zenu, kujeni, tutawasaidia kwa sababu Mungu ameturuzuku elimu hiyo. Mungu ametujalia. Kwa hivyo karibuni sana. Ni mimi wenu mtumishi Francis Ndacha.